Msimu wa ununuzi wa zao la pamba 2025-2026 tayari umeshazinduliwa na serikali, na kinachoendelea kwa sasa katika viwanda ambavyo vinachambua pamba ni matengenezo madogo na makubwa kwenye mashine ambazo zitatumika katika uchambuzi wa zao hili. Changamoto kubwa ambayo na vikabili viwanda hivi ni uwepo wa uchafu mwingi katika pamba ambayo inakusanywa kutoka kwa wakulima. Uchafu mwingi unaelezwa kuwa ni mawe, mchanga pamoja na maji. Kwa upande wa uchafuzi wa pamba, kitu ambacho ni common sasa hivi ni michanga na maji. Hapo nyuma walikuwa wanaweka pia magadi ili aweze kuongeza uzito wa pamba. Ukishaweka magadi au maji tayari umeshaharibu nyuzi. Ukishaiharibu nyuzi, inapokuja kwenye mashini inaendelea kukatwa, badala kuwa inchi moja inakuwa hata nusu inchi. Tayari hapo umeshaharibu step length ya nyuzi ambazo zinatakiwa zipatikane. Kwa upande wa mchanga inakula sana spare part. Kuanzia kwenye mafeni kule, mabraids haya yote yanaliwa na mchanga, kwa sababu mchanga unakuwa ndani ya pamba. Pamoja na mawe madogo madogo yanakuja na gonga visu. Hasa kwenye mashini hizi kama hizi double roller ambazo zinatumia visu vyake vikigongwa tu jiwe dogo tu, tayari hiyo spare haifai tena kuendelea kufanya kazi. Kwa mchanga, kwa msimu iliyopita ya juzi hapa tulikuwa tunatoa mpaka tani 100 na kitu. Yaani michanga 100 na kitu. Sema tu sasa hivi imekuja kwa wakati ambao ni wa maintenance, na mchanga yote tumeshazoa tumetupa nje. Lakini kuna rundo pale zaidi ya tani 100. Tena kwa robota kidogo tunaweza kujini robota 4,000, 5,000, 9, lakini unapata tani 100 za mchanga na mawe. Sasa na mawe mengine ya makusudi kabisa makubwa, unaweza ukaanzisha hata msingi. Unapoweka maji, unapoweka mchanga na unapoweka mawe, linapokuja huku kwenye viwanda unaongeza gharama kubwa. Nyewe nimetoka kuwaonesha hapa mafundi wanachofanya. Wanachokifanya ni kuondoa zile spare ambazo zimeharibiwa wakati wa uchambuzi mwaka jana. Na zinaharibiwa na nini? Zinaharibiwa na mawe yanayoingia kwenye vyuma wakati wa kulichambua zao. Kuna vyuma pale vinaitwa fixed knife, kuna vingine vinagongwa na hayo mawe wakati wa kuchambua zao. Na matengenezo haya, ndugu waandishi, tunayafanya kila wiki kwa sababu ya uwekwaji wa mchanga, uwekwaji wa mawe. Na hiyo ni gharama kubwa katika matengenezo. Kwa hiyo unajikuta kwenye wastani wa zao, kwenye matengenezo tu na vitu vingine, kwenye kila kilo kwa mwaka unaweza ukajikuta umetumia zaidi ya shilingi 150 kwa kila kilo kwa matengenezo peke yake. Na sisi sasa tumejipanga kama NGS kwa kutumia wale maafisa ugani wetu, lakini pia tumeshaanza kuzifundisha AMCOS zetu na kuzisimamia kuhakikisha kwamba hawapokei pamba ambayo ina mchanga, ina uchafu, ina aina yoyote ya contamination kutoka kwa mkulima. Wataalamu kutoka bodi ya pamba hapa nchini wameanza ukaguzi wa matengenezo mbalimbali katika viwanda hivi ambavyo vitahusika katika uchambuzi wa zao hili la pamba. Lengo ni katika kuhakikisha pamba ambayo itaenda kuchambuliwa inakuwa katika viwango vile ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili iweze kuuzwa. Sasa hivi tulikuwa na zoezi la kukagua viwanda vya pamba kabla ya kuanza kwa msimu, ambao sisi tunaita ni pre-inspection. Lengo lake ni kuona maandalizi ya viwanda, matengenezo ya viwanda kwamba vimetengenezwa kwa kuzingatia utaratibu na kwa kumiti zile standards ili kulinda ubora wa mazao yatakayotokana na kuchambuliwa hapa, ikiwa na maana linti na mbegu ziwe kwenye viwango vinavyostahiki. Kama bodi tunaangalia kwamba kiwanda kimetengenezwa kwa kuzingatia, kwa kutumia vipuri vile vinavyoruhusiwa, kwa viwango vinavyokubalika ili kulinda thamani ya linti na mbegu zinazotokea hapa. Tumetoka Alliance, iko vizuri. Tuko hapa NGS ana viwanda viwili vikubwa, vyote matengenezo yamekamilika na yako kwenye kiwango kile kinachostahili. Kwa hiyo kinachosubiriwa hapa sasa hivi
ni kupata vibali vya kununua, aanze kuchambua. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.